Tukielekea huko katika taifa la Kiyahudi, taifa la Israel, waziri wake wa fedha Bezalel Smotrich anasema kwamba kamwe hatoruhusu kutia saini makubaliano ya sehemu ambayo yatawapa Hamas oksijeni na njia ya kuokoa maisha yao, kwa maana hatukubali kundi hilo liendelee kuwa hai huku akitia saini. Waziri wa fedha nchini Israel amesema kwamba kamwe hataruhusu kusaini makubaliano ya kuendelea kuwepo kwa kundi hilo la Hamas, na kwamba yeye yupo tayari kuona kwamba kundi hilo halionekani tena katika ulimwengu. Waziri huyo wa fedha Bwana Bezalel Smotrich amesema kwamba hataruhusu makubaliano ya sehemu ya Hamas katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumatano, kufuatia mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff kutangaza kwamba pendekezo jipya la mpango wa kutekwa nyara litatumwa kwa Israel pamoja na Hamas. Tunahitaji kuendelea kukaza kamba shingoni mwa Hamas na kuilazimisha kufanya makubaliano kamili ya kujisalimisha na mateka wote mara moja, aliandika. Itakuwa ni upumbavu wa kupotosha kutoa shinikizo sasa na kusaini mkataba wa sehemu na Hamas ambayo ungeipa oksijeni na njia ya kuokoa maisha na kuwaruhusu kupona. Sitaruhusu jambo kama hilo kutokea. Hata hivyo, kwa upande wake waziri wa mambo ya nje Gideon Saar amesema ikiwa kuna nafasi ya kuachilia mateka inafaa kufanya hivyo. Alisema hayo ni mapenzi ya Waisraeli walio wengi. Hata hivyo, ndani ya serikali ya Israel mawaziri wamekuwa wakisigana juu ya namna ya kumaliza operesheni yao hiyo nchini Israel, baadhi yao wakiendana na kauli za waziri mkuu Benjamin Netanyahu za kutaka kuwafurusha Hamas, lakini wengine wakisema kwamba huenda kuwafurusha Hamas kunaweza kukasababisha vifo vya mateka hao. Hatua zinapaswa kuchukuliwa kulingana na masilahi ya kitaifa, sio kwa shinikizo la kisiasa na vitisho, aliendelea waziri huyo wa mambo ya kigeni wa nchini Israel. Kiongozi umoja wa kitaifa Benny Gantz alibainisha kuwa waziri mkuu hana kisingizio cha kutokubali mpango wa kutekwa nyara. Hata usiku wa leo Netanyahu anajua serikali haitaanguka kwa sababu ya mpango wa kutekwa nyara baada ya siku 600 ya kuanza kwa mapigano. Hana udhuru, aliandika. Lazima akubali pendekezo la Marekani na kuendeleza mpango ambao utawarudisha mateka wote. Hata hivyo, mjumbe maalum Bwana Steve Witkoff aliwaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa na hisia chanya kuhusu usitishaji mapigano kwa muda mrefu huko Gaza. Pendekezo jipya ikilinganishwa na la zamani, pendekezo hili wakati huu limetokana na majadiliano yaliyofanyika Washington katika siku za hivi karibuni kati ya waziri wa masuala ya kimkakati Ron Dermer na Witkoff, pamoja na mazungumzo yaliyofanywa na Bishara Bahba nchini Qatar na maafisa wakuu wa Hamas. Pendekezo la awali kwenye jedwali lilitoa kuachiliwa kwa mateka 10 wa moja kwa moja katika siku ya kwanza ya mpango huo kwa kubadilishana kwa siku 60 za kusitisha mapigano. Jambo kuu la mzozo baina ya wahusika ni nini kitatokea katika siku ya mwanzo ya usitishaji vita ikiwa hakuna makubaliano zaidi yatakayoafikiwa, na ndicho ambacho Hamas imekataa katika kuhakikisha inawaachia mateka hao 10 ili kuwe na usitishaji wa vita ndani ya siku 60. Hata hivyo, bado Marekani kupitia Bwana Steve Witkoff anaendelea na kujadili na majadiliano kati yake pamoja na viongozi wa Israel pamoja na wakilishi wa Israel pamoja na wenzao wa kundi la wapiganaji la Hamas. Lakini kimsingi baadhi ya mawaziri ndani ya serikali ya Netanyahu hawakubaliani na suala hilo, huku wakisema kwamba lazima wahakikishe wanawaua Hamas wote, lakini pia wahakikishe kwamba wale waliowateka, kwa maana mateka wa Israel, wanarudi wakiwa salama, jambo ambalo baadhi yao wanasema linaweza lisiwezekane, kwani kuna uwezekano mkaua wote au mkabakisha baadhi ambao wataweza kuwaua hao mateka wa Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.